I'm bringing 3 components that's directly connected to faithfulness. Ninaleta vitu vitatu ambavyo vimeunganika moja kwa moja na uaminifu. Faith, imani, faithfulness, uaminifu, and fulfillment. na kule kutoshelezwa. They are linked together. Hivyo vyote vitatu vinaunganishwa. And we need to know what those components are all about. Na tunahitaji kuelewa hivyo vitu vitatu vinahusisha nini, so that we can implement them for our own benefit. ili tuweze kuziweka katika vitendo kwa manufaa yetu. Faith is like a receipt of an item that you have or has been purchased. Imani, but then that receipt is in your hand and the item is yet to be delivered, but that receipt is your evidence that it is coming. imani ni kama risiti la kitu ambacho umenunua, na ile risiti uko nalo mkononi, lakini chombo chenyewe haujakipokea, lakini uko nayo imani ambayo ni risiti. So we can say faith is what we are expecting. Kwa hivyo tunaweza sema ya kwamba imani ni kile ambacho unatarajia. I call it confident in your expectation. Naita ujasiri kwa tarajio lako. When you came in, you sat on that chair. Wakati uliingia hapa, uliketi kwenye kile kiti. You don't know the manufacturer. Haujui nani aliyekiunda. You just have confidence that it will carry your weight. Uko tu na ujasiri ya kwamba kitabeba uzito wako. That is faith. Hiyo ni imani. When you now turn it over to God, that God will answer your prayer. Na wakati sasa unabadilisha, unaipeleka kwa Mungu ya kwamba Mungu atajibu maombi yako. That is faith. Hiyo pia ni imani. As you keep on expecting the answer, unapoendelea kutarajia jibu, that is faith. Hiyo ni imani. And Jeremiah was called by God. Yeremia aliitwa na Mungu that God is going to use him. Ya kwamba Mungu atamtumia. But Jeremiah made a complaint. I am a child and I don't understand many things. Lakini Yeremia alikuwa na ulalamishi akisema ya kwamba mimi bado ni mchanga, sielewi chochote. And if you look at the Bible, God called Moses when he was 80 years old. Na ukichunguza Biblia utaona ya kwamba Mungu alimuita Musa alipokuwa na umri wa miaka 80. How do you call an 80-year-old man who has already retired to come and start a new ministry? Je, utaitaje mtu wa miaka 80 ambaye ashastaafu ya kwamba aje aanze huduma mpya? Then here we found Jeremiah, just a child. Na hapa sasa tunapata Yeremia akiwa tu mtoto. We found Josiah, 8 years old. Tunapata pia Yosaya ambaye alikuwa na miaka 8. Then we came across Deborah, a woman. How do you call a woman that didn't have military training to come and lead an army to battle? Alafu tunapata Deborah ambaye ni mwanamke. Utaitaje mwanamke ambaye hajaenda katika mafundisho ya kiaskari ama kijeshi aende aongoze watu kwenye vita? What is God teaching us? Mungu anatufundisha nini? He is simply saying nothing limits him. Kile ambacho anasema ya kwamba yeye hana upungufu wa kitu chochote. Your age cannot stop God. Umri wako huwezi mzuia Mungu. The fact that you didn't go to school will not stop God. Hata kwamba haujaenda shule haiwezi mzuia Mungu kukutumia. That you have been an orphan does not stop God. Ya kwamba umekuwa yatima, hiyo haimzuii Mungu. That you are a widow or a widower doesn't stop God. Ya kwamba wewe ni mjane ama mume ambaye mkewe amekufa, haimzuii Mungu. The only thing that makes you to be a loser is when you involve in sin. Kila ambacho kinakufanya tu upoteze ni wakati unaingia katika maisha ya dhambi. So let's understand that those physical things, experience in life, challenges in life cannot hinder God from his blessing in your life. Kwa hivyo ni vyema tufahamu ya kwamba vile vitu vya kawaida, zile upungufu wako maishani, ukosefu wako, hivyo vyote havimzuii Mungu kukutumia maishani. When we mention the name of God, tunapolitaja jina la Mungu, actually those names are attributes.
Ukweli ni kwamba hayo majina inaonyesha tabia fulani. Like Abraham said, Jehovah Jireh. Kwa mfano, Abrahamu alisema ya kwamba Yehova Yire. That is God that provides. Na hiyo inamaanisha kwamba Mungu ambaye hupeana. And when you come to a need in your life, na wakati unakumbana na hitaji maishani mwako, if you approach God on that platform of his nature, a provider, ukimwendea Mungu kwa hiyo asili yake ya upeanaji, you are going to get through. Utapata upenyo. That understanding of your approach is what we call faith. Kule kufahamu kwako kwa mtazamo fulani ndio tunaita imani. David, on the other hand, approached God as Jehovah Ra or Jehovah Rapha, the God that heals. Kwa upande mwingine, Daudi naye alimwendea Mungu kama Yehova Rafa. Hiyo inamaanisha kwamba Mungu aponyaye. That's what made the difference. We're not just praying general prayer, oh God in Jesus name, just talking. Hiyo ndio inaleta tofauti. Hatuombi tu maombi ya kawaida, Mungu fanya hivi, Mungu fanya hivi. Let's say here is a sickness. Hebu tuseme ya kwamba hapa kuna ugonjwa. I want to pray concerning the sickness. Na nataka niombe kuhusu ule ugonjwa. How do we approach God? Je, tutamwendea aje Mungu? We approach God through his nature, his attributes of being our healer. Tunamwendea Mungu kupitia kwa ile sehemu yake, sehemu ya kuwa mponyaji wetu. When we are praying on that basis. We have come to you because we know you to be a healer. Tunapoomba kwa ule msingi ya kwamba tumekujia kwa sababu wewe ni mponyaji. Let me use common illustration for you to understand what I'm saying. Hebu nitumie mfano ambao ni wa kawaida ili muweze kufahamu lile ambalo nasema. You say, Pastor, I have a question from the Bible. Unasema, mchungaji, niko na swali kutoka kwenye Biblia. At the back of your mind, you have an understanding that I will be able to give you answer to that question. Kwenye fikra zako tayari unajua ya kwamba huyu mchungaji atanipatia jibu kwa lile swali langu. You meet a woman. Unakutana na mwanamke. And this old woman didn't go to school, but she has given birth to children. She has, they are trained and all that. Na huyu mama mzee hajasoma lakini amezaa watoto wamemakinika na wamesoma. I want her to explain to you the experience of childbearing. Na unataka huyu mama akueleze kuhusu yale ambayo wamama wanapitia wakipata watoto. At the back of your mind, you know she has experience. Katika fikra zako tayari unajua ya kwamba yeye ako na ujuzi ama ako na maarifa kuhusu mambo ya uzazi. You know she can share with you from her own personal knowledge. Unajua ya kwamba anaweza shiriki na wewe kwa sababu ni kitu ambacho yeye mwenyewe amepitia binafsi. When we approach God, we are not just talking to the air. Tunapomwendea Mungu hatuongei tu na hewa. We are approaching him from the understanding we have concerning his nature, his attributes. Tunamwendea kwa sababu tuko na ufahamu kuhusu asili yake, kuhusu mwenendo ama tabia yake. I'm explaining this in a very literal way so that we understand what faith is. When we say faith, some people just feel, I don't understand, I don't know. But it's a simple thing. Naeleza ama nafafanua hili kwa njia ya kawaida ili tuweze kufahamu imani ni nini, kwa sababu watu wengine hawafahamu ama hawaelewi imani ni nini. The Bible told us something that our prayer will be answered for a reason, for two major reasons. Biblia inatueleza ya kwamba maombi yetu yatajibiwa kwa sababu ya sababu mbili. Number one, so that you can know that God answers prayer. Sababu ya kwanza ili uweze kutambua ya kwamba Mungu ajibu maombi. And that will build your confidence in God. Na hiyo nayo itajenga ujasiri wako ndani ya Mungu. Number two, so that your own joy will be filled. Na sababu ya pili ili furaha yako iweze kufurika. When Hannah became pregnant. Wakati Hana alibeba mimba. Of course it was a miracle. Ndio ilikuwa muujiza. Her joy was filled. Alijawa na furaha. All the confusion and the torment that Peninnah was given to her has ended. Kule kuteswa, kule kudhihakiwa na kuchekwa na Penina kulikuwa sasa kumekoma. This woman called Sarah had been barren. Huyu mwanamke ambaye anaitwa Sara alikuwa amekuwa tasa. When she became pregnant, wakati alibeba mimba, she said,
those who have been laughing at me will laugh with me. There's a difference. Alisema ya kwamba wale ambao wamekuwa wakinichekelea sasa watacheka nami. Kuna tofauti. Because something that has been a reproach in your life that neighbors know about, they gossip about, now a miracle takes place and they see it, then they begin to realize that the God you serve actually is alive and it does work. Kwa sababu kitu ambacho kimekuwa chukizo ndani ya maisha yako, majirani wamekuwa wakikudhihaki na kukuchekelea, wakati wanaona ya kwamba sasa umepata ufanisi, watajua ya kwamba hakika Mungu ambaye unamtumikia yu hai na ni mwaminifu. If you read John 15 verse 11, John 16 verse 20, ukisoma Yohana 15, 11, 16, 20, verse 21, verse 24, mstari wa 21, mstari wa 22, 24, all those verses talking about your joy being full. Hiyo mistari yote inaongea kuhusu furaha yako kufurika. It tells me something about God's plan for you. It's not just to live a morose, sorrowful, disappointing life and just go through life with sorrow. Not so. Inaniambia kitu kuhusu mipango ya Mungu juu ya maisha yako. Sio tu kupitia maisha ya huzuni, mateso na ile maisha ya majuto. For the generality of the world, what makes them joyful? When they get a child, when they get a car, got promotion, do physical thing. Kwa watu wa mataifa, nini kinawafanya wafurahie? Wakipata watoto, wakipata kazi, wakinunua gari, hivyo ndio vitu ambavyo vinawafurahisha. But there's an outflow of joy in the heart of a believer that is beyond the physical. It is coming from the divine source. Lakini kuna mbubujiko fulani wa furaha katika maisha ya Mkristo ambao sio wa kawaida, ambao chanzo chake ni Mungu mwenyewe. The Bible says joy unspeakable, full of glory. Biblia inasema ya kwamba ni furaha isiyo na kifani, furaha isiyolinganishwa ambayo imejaa utukufu. Joy that is not based on physical. Furaha ambayo msingi wake sio tu vitu vinavyoonekana. How can we explain Paul and Silas singing in their situation? Je, unawezaje kufafanua ama kueleza jinsi Paulo na Sila wanaimba na kufurahia katika hali waliokuwa ndani? How can we explain Shadrach, Meshach and Abednego when they were carrying them into the fire? They were not screaming, they were not begging, relax and just happy. Je, tunaweza fafanua aje Shadraki, Meshaki na Abednego wakati wanabebwa wanapelekwa ndani ya moto, hawapigi makelele, hawalii, wako tuna furaha, wako na kutoshelezwa. We are talking of God doing something in you that despite your circumstance or situation, you are not troubled at all. Tunaongea kuhusu Mungu kufanya kitu fulani ndani yako, ya kwamba haijalishi mazingara ulio ndani, haijalishi hali unayopitia, hauna ile hali ya utatanishi kamwe. So God told Moses, when I called the children of Israel, I didn't call them to come and serve me in vain. Kwa hivyo Mungu akamwambia Musa, nilipoita wana wa Israeli sikuwaita wakuja wanitumikie bure. So in Isaiah chapter 51, say you look at Abraham. I called him. Why? I called him to bless him. Katika Isaya 51 akamwambia, hebu angalia hiyo, nilimuita Ibrahimu peke yake. Nilimuita kwa nini? Nilimuita ili nimbariki. Has God changed his program? Je, Mungu amebadilisha mpangilio ama ratiba yake? We are reading Acts of Apostles chapter 3 verse 26. He said that Jesus was sent so that he can bless you. Na tunasoma katika Matendo ya Mitume 3:26 na maandiko yanasema kwamba Yesu alitumwa na Mungu ili akubariki. The question I'm asking is, how many believers are actually living in the blessing of God today? Swali ambalo nauliza ni kwamba hakika ni Wakristo wangapi ambao wanaishi katika baraka za Mungu leo? Everything has been turned to the physical. We dance, we jump, after that we go home, we came with sickness, we go back with sickness.
We came with confusion, we go back with confusion. We came back with some challenges in our life, we go back with challenges in our life. It was not so at the time of the apostle. It was not so in the Old Testament. It was not so in the Act of Apostle. Why is there no change today? That when Sunday morning comes like this, say, thank God today is Sunday. When I get to church, my problem is over. And then you truly get to church and the problem is over. That's what's supposed to be. Kila kitu kimebadilishwa, imekuwa tu mambo ya mwili, kukuja, kufurahisha mwili, kucheza, kwenda nyumbani, kucheza, kwenda nyumbani. Lakini haikuwa hivyo katika Agano la Kale, haikuwa hivyo katika Agano Jipya. Watu walikuwa wanaenda kwa Mungu na wanapata suluhisho kwa shida zao. Na hivyo ndivyo inatakana ikue, ya kwamba Jumapili ikifika, unajua kwamba nitaenda kanisani na nitapata suluhisho. Hivyo ndivyo inatakana iwe. If it's just to dance and jump, we can arrange for people to come and beat the drum and then we dance and then we go empty. But there is something beyond that we are found in the Old Testament, found in the New Testament, found in the life of people who are living nowadays, and say this one is not just physical, it's divine. And we want you and me to get into the source of divinity, so that Christianity is not just empty something that we do in the physical. Kama ni kucheza tu, tunaweza panga vyombo ziwe, mnakuja tunacheza na tunarudi nyumbani, lakini tunataka iwe ule mambo ya kindani ya kiroho, ya kwamba unapokuja unajua kwamba Mungu atakufanyia kitu fulani, unarudi kama umepata suluhisho. And when we explain faith, we talk about your own faithfulness, which has to do with your behavior. Na tunapofafanua imani, pia tunaongea kuhusu uaminifu wako ambao unaenenda na tabia yako. Your attitude. Ule mtazamo wako. The thing that influences your action. Kile kitu ambacho kinakuelekeza katika vitendo vyako. That in addition to knowledge, there is this grace coming from heaven, this Spirit of the Lord enabling you. Ya kwamba kwa kuongezea kwa maarifa yako, kuna hii neema, hiki kitu ambacho kinatoka kwa Bwana kukuwezesha. We are talking of you being in partnership with God. Tunaongea kuhusu wewe kuwa katika kuambatana ama kufanya kazi pamoja na Mungu. Over and again I make illustration. Kila wakati na kwa kurudia huwa napeana mfano. I said, this my young boy here cannot carry this pulpit. It's too heavy for him. It's beyond his strength. Nasema huyu mvulana mdogo hapa haezi beba hiki chombo kwa sababu ni mzito kwake. But if he comes, hold it. I join him with my strength and we lift it up. He has lifted up this pulpit in my strength. Lakini akikuja na ashike hapa nami pia nishike hapa na tuinue pamoja, ameweza kuinua hiki chombo kupitia kwa nguvu zangu. And we are talking of living a victorious life in the strength of Jesus Christ. Na tunaongea kuhusu kuishi maisha ya ushindi kupitia kwa nguvu za Yesu Kristo. There's witches, there's wizards, there's devil, there's demon, there is a Freemason, there is Illuminati, whatever they are, whoever they are, still triumphing despite the curses they are raining at you, all the arrow of darkness, all the force of hell, they are throwing it at you and nothing happens to you. That's what we are talking about. Kuna wachawi, kuna warogi, kuna waabudu shetani, bado wanarusha makombora, wanarusha silaha zao, lakini tunaongea kuhusu uishi maisha ambayo wanaweza fanya vyote ambavyo wanataka kufanya, lakini bado wewe unapata ufanisi, bado unaendelea. That in the places where you are, immorality, telling lies, cheating is a common thing, and yet you will not partake of it. Whatever temptation comes, you just say no. And they wonder, is this a human being or you came from another planet? Because there is a connection that is not seen with physical eyes, but heaven is working in you, making you able. Ya kwamba kule uliko zinaa, uovu umejaa kote kote, uasharati, uzinzi na uchafu mwingi, lakini wewe unakuwa na msimamo. Hata wakati mwingine watu wanashangaa, huyu ni mwanadamu wa kawaida kweli? Lakini ni kwa sababu ya kile ambacho Mungu amefanya ndani yako. That is when your worship and service to God become profitable to you. It's not just struggling. Hivyo ndivyo ibada yako na huduma yako kwa Mungu inakuwa na manufaa kwako, sio tu kung'ang'ana. If it's just what you can struggle to do, nobody will be able to live above sin.
Kama tu ni kwa kung'ang'ana, hakuna yule mtu ambaye anaweza ishi maisha ya ushindi dhidi ya dhambi. Temptation everywhere, immorality everywhere, corruption everywhere, is everywhere. Majaribu kila mahali, dhambi ya zinaa kila mahali, ufisadi kila mahali, imejaa kote kote. But that God works in you, and those things that are capturing them and sweeping them away has no meaning to you. You look at it, it's nothing. You say, I can't do it, I can't partake in that. Lakini Mungu anafanya kazi ndani yako, na vile vitu ambavyo vinavutia wengi havikuvutii. Unakaa tu pale unasema ya kwamba mimi ni mwana wa Mungu, siwezi jiunga nao. When cockroach is going, Wakati kwamba mwiko anaenda, do you feel tempted to take it and eat it? je, unajaribiwa kumtwaa na umule? No, not at all. La hasha. That's what I just want to use that one to illustrate the victory we have in Christ. Those sinful things does not attract us. We are not interested. Nataka kutumia tu kuonyesha ushindi wetu ndani ya Kristo. Hayo mambo hayatuvutii, hatuna shauku nayo. And many times I come here and I say, look at what has just happened. Now you are wondering. Ni mara ngapi nimekuja hapa na ninasema kwamba tazameni kile ambacho kimetendeka tu na mnashangaa. If we all trust in the faithfulness of God to impart faithfulness unto us, anything, whether it's money, it's women, it's men, it's whatever, does not tempt you in any way that will make you feel like doing it. Tukimtumainia Mungu apachike ndani yetu yale ambayo anasema, kitu chochote, wanawake, ufisadi, pesa, uchafu, utapata ya kwamba haukuvutii, uko tu pale na unakuwa mshindi. The final part of it is fulfillment. Na ile sehemu ya mwisho ni kule kutoshelezwa. Well, there is a gap in between the time you pray, the time you desire, and then the fulfillment of those prayers. Ndio kuna mwanya kati ya wakati unaomba, wakati uko na shauku, na wakati haya maombi yanajibiwa ama unatoshelezwa. There's a gap in between your destiny and the fulfillment of it. Kuna mwanya kati ya tamati yako na kutoshelezwa ama kufikia hiyo tamati. What is required in between is your own faithfulness. Kile kinachohitajika pale katikati ni uaminifu wako. God revealed to Joseph what he is going to become. Mungu alimfunulia Yusufu vile atakavyofanikiwa baadaye. But there was a gap in between. Lakini palikuwa na mwanya katikati pale. There was experiences in between. Kulikuwa na mambo fulani aliyoshuhudia hapo katikati. There was hatred against him in between. Palikuwa na hali ya kuchukiwa dhidi yake. There was temptation in between. Kulikuwa pia na majaribu hapo katikati. All that one Joseph did not know. Haya yote yeye hakufahamu. All he knew is that this is the plan of God for my life. Kile ambacho alijua ni kwamba huu ndio mpango wa Mungu kwa maisha yangu. Between the time of knowing and the time of fulfillment, that gap he was not aware. Kwa wakati wa kujua na wakati wa kutimilizwa, ule mwanya hakujua, hakufahamu. What was to carry Joseph through that gap is called faith in God and faithfulness in him. Kile ambacho kilikuwa kimpitisha kwa ule mwanya ni kuwa mwaminifu na kumtumainia Mungu. When eventually Joseph became the prime minister in Egypt, was the man joyful? Was the man fulfilled? Was the man happy? You know the answer. Wakati mwishowe Yusufu alikuwa waziri mkuu kule Misri, je, alitoshelezwa? Alikuwa na furaha? Mnajua jibu. Pick another person, a woman, a girl, a small girl. Toa mtu mwingine, mwanamke sasa, msichana mdogo. Esther lost mother and father at tender age. She was an orphan. Esther katika umri akiwa mtoto mdogo alipoteza mama na baba, akawa yatima. Mordecai picked her up and trained her. Mordekai akamtwaa na akamfundisha. Nobody could ever think that a slave girl, because they were slaves, they were brought as slaves to Shushan. Mtu yeyote angefikiria kuhusu msichana ambaye alikuwa mchakazi, kwa maana alikuwa mchakazi na walikuwa wameletwa kule Shushan. Nobody can ever
imagine that a slave girl will rise to the position of a queen in a strange land. Hakuna mtu ambaye angedhania ya kwamba msichana ambaye ni mchakazi yatima angeweza kufikia ile nafasi ya kuwa malkia. But as she was growing up, she was faithful to the teaching of Mordecai. Lakini wakati alikuwa anakuwa, alikuwa mwaminifu kwa yale mafundisho ya Mordekai. You know the rest of the story. Mnajua vile ilivyoendelea. When she became a queen, wakati alikuwa sasa malkia, I asked you, was she happy? Was she fulfilling life? Na wauliza, je, alikuwa na furaha, alitoshelezwa maishani? But look at the beginning as if you are hopeless, you are an orphan, your life amounts to nothing, but not in the program of God. Lakini angalia mwanzo, kuna tumaini, kuna shida, ni yatima, hakuna tumaini lolote, lakini angalia baraka za Mungu baadaye. We can pick them one after the other. About Ruth. Tunaweza watua mmoja kwa mwingine. Je, na Ruthu? The idol worship was the beginning of it, but she got married to this Jewish fellow. Alikuwa katika ibada ya sanamu hapo awali, lakini akaolewa na huyu Myahudi. Then the husband died. Alafu mmewe akaaga. There was no issue. At the time the husband died, Ruth became a widow, no husband, no child. Hakuwa na mtoto wakati mmewe alikufa. Ruthu akawa mjane, hana mme, hana mtoto. And the mother-in-law said, well, I'm now old. There's nothing I can do now. My own husband also has died. I'm going back to our land to go back home. Na mama mkwe akasema ya kwamba wana sasa mimi ni mjane, sina wavulana wengine wa kukuoa. Sasa mimi naenda kwa watu wangu, wewe rudi nyumbani. It's another way to tell her you have no future. Ni njia nyingine ya kumwambia kwamba wewe hauna siku za mbele mzuri. But that young girl or young lady said, your God shall be my God. Enough of idol worship. I'm not going back there. Lakini huyu mwanamke mchanga akasema ya kwamba Mungu wako atakuwa Mungu wangu, sitaki kuendelea katika ibada ya sanamu. Young lady, Jewish people will not marry you. Msichana wangu, wale watu wa Yahudi hawatakuoa. There is that tribal discrimination, forget about it. Kuna ile hali ya kutenganishwa kwa msingi ya kikabila, sahau hautaoleka. I have tasted of your God, I am not going back. Lakini akasema mimi nimemuonja Mungu wako, sirudi kule nilikotoka. You know the rest of the story. Mnajua vile hadithi ilivyoenenda. We cannot trace the family of Jesus Christ and mention Ruth. Hawezi fuata ile familia ya Yesu Kristo na ukose kumtaja Ruthu. Between all those misfortune experiences and delay, disappointment and sorrow and the time of fulfillment, what filled the gap? We call it faithfulness. Kwa wakati anapitia ya mateso, ile kukataliwa, ile kutengwa, na ile mwanya ndio afike katika kutoshelezwa. Nini kilimbeba? Ni uaminifu. Your decision to remain faithful. Uamuzi wako ya kwamba utabakia kuwa mwaminifu. And determination to continue to be faithful. Na ile kujitolea ya kwamba utafululiza katika uaminifu. Contribute as factor for your fulfillment in life. Inachangia kama kitu ambacho kinakuelekeza katika kutoshelezwa maishani. When we say something is a factor, wakati tunasema kitu fulani ni kinachangia, like the microphone amplifies my voice. Kwa mfano hiki kipasa sauti kinapanua ama kinafanya sauti yangu inakuwa kubwa. So you can hear me more clearly without my shouting and screaming. Ili mnisikie vizuri badala ya mimi kupiga sauti kubwa. It facilitates my communication. Inapitisha yale mazungumzo yangu ama ujumbe wangu. Your faithfulness facilitate the fulfillment of the purpose of God for your life. Uaminifu wako ndio unakuelekeza katika yale ambayo Mungu ameahidi yafanyika ama utoshelezo maishani mwako. You are not faithful because of government. You are not faithful because of pastor. Your faithfulness is a factor to your own fulfillment in life. For your destiny. Hakuwa mwaminifu kwa sababu ya mchungaji ama kwa sababu ya serikali, lakini uaminifu wako ndio utakuelekeza kufikia ile tamati ambayo umepangiwa ama unaionea shauku. Number one, your faith in God
facilitate your victory all through life. Kipengele sehemu ya kwanza, imani yako katika Mungu ndiyo inakuelekeza katika ushindi kila sehemu ya maisha yako. And we go through experiences in life. Na kuna mambo ambayo tunashuhudia ama tunapitia maishani. Some of our experiences are negative. Baadhi ya mambo ambayo tunapitia ni kinyume. We meet disappointment. Wakati mwingine tunashangazwa. Sometimes frustration. Wakati mwingine kuna ile hali ya kusumbuliwa. And sometimes things you cannot even imagine will ever happen. Hata wakati mwingine vitu ambavyo haukudhania vinaweza fanyika. But they happen because that is just life. Lakini vinafanyika kwa sababu maisha yako tu hivyo. Such experiences come to good people and bad people all alike. Mambo kama yale yanawajia watu wazuri na hata watu wabaya wote pamoja. It comes to believers and unbelievers all alike. Inawajia waumini na hata wasioamini wote. But the confidence of the believer is the help that comes from above. Lakini tumaini la muumini ni ule msaada utokao juu. Daniel, now you are going to the den of lion. How will you come out of it? Danieli, sasa unapelekwa kwenye tundu la simba. Je, utatokaje kule ndani? Tell me, is there any methodology, any scientific something that Daniel is to do so as to escape being killed by the lions? Je, nielezeni, kuna njia yote ya kisayansi ama kitu chochote ambacho Danieli angefanya ili aweze kuepuka katika tundu la lile simba? But his faithfulness made heaven to send an angel to deliver him. Lakini uaminifu wake ulifanya mbingu ikatuma malaika ili aje amkomboe. Did you remember what he told the king? Je, unakumbuka kile ambacho Danieli alimwambia mfalme? The king said, Daniel, as your God, you've been talking about that God all these years. That God, was he able to deliver you? Mfalme akamuuliza Danieli, umekuwa ukiongea kuhusu Mungu wako miaka hii yote, je, ameweza kukukomboa? And the man said, my God. That God I've been talking about, he sent an angel. Na Danieli akasema ya kwamba Mungu wangu, yule Mungu ambaye nimekuwa nikimuongelea, alituma malaika. Because kwa sababu before him, mbele zake, I didn't do any evil. Sijafanya uovu wowote. And you, O king, you know I didn't do any evil. Na wewe mfalme unajua ya kwamba sikufanya maovu. That his testimony, what do we call it? Huo ushuhuda wake tunauita aje? We call it faithfulness. Tunauita uaminifu. You may not see the result of your faithfulness immediately. Unaweza kosa kuona matokeo ya uaminifu wako kwa haraka. It follows you like a shadow. Lakini inakufuata kama kivuli. It follows you with heavenly reward like a shadow. Inakufuata na baraka za mbinguni kama kivuli. At the appointed time, wakati ambao unafaa, heaven will plunge you into the abundance. Mbingu itakuelekeza katika utele. Because how do you explain a woman who is not trained in military exercise, military skill and all that, leading battle and coming up with victory? Kwa sababu utaelezaje mwanamke ambaye hajafundishwa mafundisho ya kijeshi, anaongoza jeshi na anapata ushindi? How do you explain this young girl who was an orphan, now a slave, getting to become the queen? Je, utaelezaje huyu msichana mdogo ambaye alikuwa yatima sasa amekuwa mtu ambaye ni wa maana, malkia? How do you explain the church in Acts of Apostles chapter 3 saying, silver and gold we don't have? Then in the immediate chapter that follows, chapter 4, he says, none of them lack. None of them. What has happened? Je, utaeleza aje kanisa katika Matendo ya Mitume 3 wanasema ya kwamba fedha na dhahabu hatuna, lakini katika sura ya 4 tunaambiwa ya kwamba hakuna yule ambaye alikosa. In chapter 4 of Acts of Apostles, the church at that time was 3,120 in membership. Katika sura ya 4 Matendo ya Mitume, kanisa lilikuwa na umati wa 320. Because you know what happened in chapter 2, 3,000 got converted. Added to those who received the baptism in the Holy Ghost. That's 3,000 plus 120.
Kwa sababu tunajua katika sura ya pili watu 2000 waliokoka, na ukiongeza 1320 wanakuwa 3320. And for the narrative to say none of them lack, that means 1, 2, 3, all the people, no one is in need. Everybody has more than enough. That's a miracle. Na kwa yule mwelezaji kusema ya kwamba hakuna yule ambaye alikosa, hiyo inamaanisha kwamba wote 3320 kila mmoja mahitaji yake yalikuwa yametoshelezwa, hapakuwa na ukosefu. I have explained what faith is in the simplest terms. Nimefafanua imani ni nini katika kwa urahisi sana. And I've explained what faithfulness does in the simplest terms. Na pia nimefafanua kile ambacho uaminifu unafanya kwa lugha ambayo inaeleweka vizuri. And I've explained what fulfillment is all about. Na pia nimeeleza kutoshelezwa kunajumuisha nini. Because once faithfulness is not there, whatever you may do is not having any value before God. Whatever else you do, give your life, give your money, cut one of your leg and throw into the church, is useless once there is no faithfulness. Kwa sababu kama hapana uaminifu, haijalishi unafanya nini, kata mguu peana pesa, kuwa mtu mzuri, hiyo yote haina faida kama hapana uaminifu. Give all the money you have. Peana pesa zote ulizo nazo. Do whatever. Fanya chochote. Once it's not having faithfulness, Isaiah say all that thing, it's like filthy rag, like the sewage before God. Wakati hakuna uaminifu, Isaya alisema ya kwamba hiyo yote ni kama viraga ambavyo vina uvundo, ni bure mbele za Mungu kama hapana uaminifu. That's why the invitation today, na ndio sababu kuna mwaliko leo, is to call you to enter into, in a fresh way, the life of faithfulness. Na unaitwa uingie kwa njia mpya katika maisha ya uaminifu. And you can say, God, trust and count on me. Na unaweza sema ya kwamba Mungu niamini na nihesabu. As long as grace is available, count on me. Pindi tu neema bado ipo, Mungu nihesabu na nitumaini. I've seen God help those who live peaceable life to the end of their journey. Naona vile Mungu alisaidia wengine wakaishi maisha ya ufanisi hadi mwisho wa safari yao hapa duniani. We've seen God manifest His grace in the life of Stephen that ended up in being stoned to death. Tumeona vile Mungu alionyesha neema yake katika maisha ya Stefano ambaye hata alipigwa mawe mwishowe. They went through different roads to the kingdom. Wengi walipitia njia mbalimbali na wakafika katika ufalme. Some were thrown to animal, to lion, to be eaten up. Hata wengine wakarushwa kwa wanyama, kwa simba, wakalwa na simba. John went to the island of Patmos. Yohana akaenda katika lile jimbo la Patimo. All of them one after the other. Mmoja hadi mwingine. Some it was easy. Wengine ilikuwa rahisi. Some it was challenging. Wengine walikuwa na changamoto tele. Some it was horrible. Wengine walipitia mateso yasiyo na kifani. One by one. Lakini mmoja kwa mwingine. They left for you and for me record of faithfulness. Waliwacha kwa ajili yako na kwa ajili yangu rekodi ya uaminifu. Men were there, women were there, boys were there, girls were there, old and young. Wanaume walikuwa pale, wanawake walikuwa pale, wavulana walikuwa pale, wasichana walikuwa pale, wazee kwa wachanga. This is our chance. Hii ndio nafasi yetu. We can. Twaweza. Because the same God that helped them is still there for us today. Kwa sababu yule Mungu aliyewasaidia yupo kwa ajili yetu leo. He remains Emmanuel. Anabakia kuwa Mungu yunasi. God with us. Mungu nasi. He remains Ebenezer. Anabakia kuwa Ebeneza. And that prophecy, until this moment, God has helped us. Na huyo nabii akasema hadi wakati huu Mungu ndiye ametusaidia. We are not going to go back to the past. Hatutarejea kwa yaliyopita. We want to start from now. Tunataka tuanzie leo. Where
do you want to stand? Je, unataka kusimamia wapi? In the realm of crookedness, copying this, bending like snake here and there, or you want to stand out and say, from today, by the grace of God, from all the grace, with all that God can do for me, I will remain faithful. Unataka kusimama na wale ambao wanashusha viwango, wanabadilisha hii, wanakataa hili, wanakubaliana na hawa na kushusha viwango na kuiga watu wa ulimwengu? Ama unataka kusimama na wale ambao wanasema hadi mwisho nitasimama na uaminifu? We want to rise up to pray. Tunataka tuinuke tuombe. And I'm inviting you to make covenant with God. Na nawaalika mfanye agano na Mungu. Not because of wife, husband, friend, church, anybody. Sio kwa sababu ya mke, mme, rafiki, kanisa, sio mtu yeyote. A covenant, a fresh beginning with the Almighty God. Agano, mwanzo mpya na Mungu Mwenyezi. And you will not regret it one day till the day when your days are over in this life. Na hata utajuta siku moja hadi siku zako hapa duniani zitakapofika tamati. Your eternal destiny is hanging on your faithfulness. Mwisho wako wa milele unaangazia kwa ama unasimama kwa uaminifu wako. The fulfillment of the plan and the purpose of God in your life here on earth is hanging on your faithfulness. Kutimilika kwa malengo na ahadi za Mungu ndani ya maisha yako hapa duniani inasimama kwa uaminifu wako. Let's talk to God in prayer. Tunene na Mungu katika maombi. The decision depends on you and me. Uamuzi ni wako na ni wangu pia mimi. Will I have faith in God? Je, nitamtumainia Mungu? Will I walk in faithfulness? Nitatembea katika uaminifu? The reward is yours. Jibu ni lako. But this day let it be a record. Ya kwamba leo wacha pawe na rekodi. I've made a decision. Nimefanya uamuzi. I've made a stand. Nimekuwa na msimamo. Others may do it. I'll stand with what I've made a decision to be. Ndio wengine wanaweza fanya, lakini mimi nasimama na uamuzi wangu wa leo. I'll not conform to the world. Sitakubaliana na ulimwengu. Instead, I'll be a transformer. Lakini mimi nitakuwa mleta mabadiliko. Let the light so shine. Wacha maisha yako yaangaze. That others may read Christ in you. Ya kwamba wengine waone Kristo ndani yako. Your personal life. Maisha yako ya kibinafsi. Your business. Biashara yako. Wherever you are. Haijalishi ni wapi uliko. Stand out. Simama kuwa tofauti. Be counted as one of the believers. Uhesabiwe kuwa mmoja wa waumini. Even in these contemporary times. Hata katika wakati huu tunaoishi. And the Lord will make a mark on you. Na Bwana ataweka maki juu yako. Just like Job. Jinsi tu ilivyokuwa na Ayubu. Let the Lord say, I know him. Wacha Bwana aseme ya kwamba namjua. Whatever the devil tries, he remains faithful. Haijalishi ibilisi anajaribu nini, yeye atabakia kuwa mwaminifu. It is possible. Yawezekana. Because the Lord cannot tell you what cannot be done. Kwa sababu Bwana hawezi kuambia kile ambacho hakiwezi fanyika. Today is your turning point. Leo ni siku yako ya kubadilika. You'll walk forward, never backward again. Utaenda mbele, hautarejea nyuma tena. Because it is done. Kwa sababu imefanyika. What you have asked, he has granted to you. Kile ambacho umeuliza ameshakujalia. Thank him because it is done. Asante kwa sababu imetendeka. Appreciate him because it is done. Umshukuru kwa sababu imetendeka. Glorify his name because your life will never remain the same. Tukuze jina lake kwa sababu maisha yako yatabakia vile vile. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. Lord, we thank you. Bwana tunakushukuru. For the elaborate thing that has come clear to us. Kwa yale ambayo yametujia kwa wazi. Faith. Imani. And faithfulness, O Lord. Uaminifu Bwana. Will give us the fulfillment of what we need in Jesus' name. Itatufanya tutoshelezwe kwa yale ambayo tunahitaji katika jina la Yesu. We are marching forward, not looking back again. Twaenda mbele, haturudi nyuma tena. We want to believe God from now, our life will never remain the same. Tunaamini ya kwamba Mungu tangia leo maisha yetu yatabakia vile vile tena. To him
that has believed in your word, let it be so. Kwa yule ambaye ameliamini neno lako, wacha iwe hivyo. To those who believed in the prophet, O Lord, let it be so. Na wale ambao waliamini katika manabii, Bwana, wacha iwe hivyo. That's our portion this afternoon. Hiyo ndiyo sehemu yetu mchana wa leo. That we will stand by your word. Ya kwamba tutasimama kwa neno lako. And that is why we are saying thank you because it is done. Na hilo ndilo tunasema asante kwa sababu In imetendeka. Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amina. God bless you. Mungu na awabariki.